na kile alichoagiza. Lakini anasema imeshaisha hiyo. Watajipanga na kuwapa nafasi pia na wachezaji wengine kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Kwa hiyo kile ambacho mkizungumza, anaona kama alikuwa na dakika 45 bora sana. Naam. Lakini kipindi cha pili kwenye ulinzi, kipindi cha pili kama unalinda alafu unafunga goli mbili, maana yake alikuwa na yani ya kwanza alianza kwa ku-accelerate kama kushambulia game, na ndipo tulipopata bao mbili. Tulivorudi kwenye half ya pili akasema sasa nilinde. Yes, goli la kwanza unajua tumefungwa ndani ya sekunde 35 za kwanza. Goli la pili limefungwa ndani ya dakika ya 6, maana yake jumla ya dakika 7 zile tulikuwa tumeshasawazishwa magoli mawili. Ndio. Nimemsikia hapo anasema kulikuwa kuna lack of concentration. Lack of concentration kwenye football huwa tunaamini yani ni kupoteza umakini wa mchezo. Lakini unapoteza umakini wa mchezo wakati gani? Ni wakati ambapo timu imecheza kwa dakika kadhaa ndani ya pitch, nguvu, energy yako inaanza kushuka, uwezo wa kutafsiri kitu kipya kwa haraka na kufanya action kunakuwa chini. Ndio maana tunasema ame lack concentration, kumakinika. Sasa timu ilikuwa inatoka kwenye half time, kwenye mapumziko ya dakika 15, unarudi unafungwa dakika sekunde 30 ndani ya ile dakika ya kwanza ya 46, alafu then unafungwa goli la pili dakika ya 6. Maana yake katika zile dakika 15 za kwanza wewe uliongea nini na wachezaji, mwenzako aliongea nini na wachezaji wake? Wachezaji wa pili wameenda kuonesha usikivu kwa sababu timu ndio ilipobadilikia pale. Unajua unapochomoa goli mbili kwenye dakika 15 za kwanza za muda wote pale ambapo wewe ulikuwa nyuma, maana yake totally hiyo ni game mpya. Unaweza sasa ukatoka kwenye mipango ya kujihami ukaenda kwenye mipango ya kushambulia zaidi as a team. Kwa hiyo hapo unaona kwamba walianza kwa kutofautiana. Sisi tulivyorejea kutoka vyumbani tulienda kuwa shocked na mchezo. Inawezekana moja ya kitu ambacho huwa kinasababisha wachezaji walitoke dressing rooms alafu wawe chini. Ukiacha ile reason ya kitaalamu kwamba wakati wanaingia ile warming up wamefanya katika sekunde ngapi wakitoka vyumbani, kwa sababu vyumbani mind you kwamba tumeshapandisha joto la mwili kwa kutumia heartbeats. Tumepandisha heartbeat ili supply damu kwa ukubwa ule ule na kwa uwezo ule ule pale ambapo tumecheza game. Tumeanza kwenye warming up, tumekuja kwenye game, tumeenda vyumbani. Vyumbani vina AC vina nini, maana yake vita cool body yako. Sasa unapotoka kule vyumbani, ndio maana tunasema kwamba ufanye mazoezi yanaita coordination, uruke cons bila kuhusisha mpira kwa sababu mpira utaukuta ndani. Hiyo ni eneo la kwanza. Lakini wapo makocha ambao wako hash, sisemei kwake, wako hash. Kama wanakwenda katika hafu ya kwanza, unakesha kuwalaumu wachezaji kuhusiana na kile ambacho umekiona kwenye match observation, mara nyingi ufanisi wao pia unashuka. Kwa hiyo sijui nini kilitokea kwa siku ya jana, lakini mimi naamini kwenye mazingira hayo mawili, mwalimu upande wa pili amepata watoto wasikivu, alivyoelezea nini kimewasibu mpaka wakawa nyuma bao mbili, akawapa game hope, wameenda kubadili matokeo ndani. Sasa lakini tutazame mlinda mlango Yakubu Suleiman. Naam. Kwa sababu mjadala jana baada ya mechi watu wanasema bwana kama anachomesha hivi kwenye timu ya taifa, lakini anafanya makosa. Ukisema kuchomesha tuweke sawa sawa, maana amekuwa na makosa ambayo anajirudia anapokuwa national team. Yakubu Suleiman amechangia pia jana goli zile 4, mapungufu yake. Yes, definitely. Na goalkeeper, as a goalkeeper, jukumu lake mama ni kurekebisha makosa wenzake 10 walioko ndani. Yeye makosa yake kuna kitu chepesi tu kinamrekebishia. Unajua ni nini hicho? Ni nyavu. Nyavu ikitikisika ndio imekurekebishia makosa ambayo umeyafanya, mpira ukaingia pale. Lakini yeye ana nafasi as a goalkeeper. Si yeye tu Yakubu. Kwa maana magolikipa wote kwenye industry ya football, majukumu yao mama ni kurekebisha makosa wenzake. Mpaka mshambuliaji labda anamfikia 1 against 1 golikipa, maana yake kuna midfielder wamezembea kusaidia safu ya ulinzi. Safu ya ulinzi imepitwa, imekuja kutokea hiyo situation ya 1 against 1 na golikipa. Sasa wewe rekebisha kile ambacho kimetokea hapo mbele before mpira ule kuja golini kwako. Sasa ukiangalia ina magoli yaliyofungwa jana, kwa asilimia kubwa yamesababishwa na yeye kutokuwa makini. Yes, na hii inatokea kwa goalkeeper yote duniani. Anaweza kuwa na siku nzuri kazini au siku mbaya kazini, lakini pia ndani ya mchezo huo katika siku moja hiyo goalkeeper anaweza kwenda na vipindi vyote viwili, akawa na siku nzuri na akawa na siku mbaya ndani ya mchezo. Kwa hiyo kwenye magoli 4 ambayo tumefungwa, kwa asilimia kubwa yanamhusisha yeye kwa maana moja au nyingine. Hivyo basi tatizo la kwanza linapokuja kwa mchezaji aliyoko ndani,
Tunasema kwamba baada ya golikipa kufanya mistake ya kizembe, mara nyingi sana morali ya wapambanaji kule ndani huwa unashuka. Kwa hiyo ile fighting spirit inaondoka kwa sababu wanaamini kuna mtu anawakwamisha. Kitu hichi jana kilikuwa kinaonekana. Kwa hiyo huwezi kumtenganisha Yakubu Suleiman na performance yake ya jana na matokeo kiujumla kwenye siku ya jana. Sawa, tutazame kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Kimekuwa na mabadiliko ukilinganisha pia na michezo ya huko nyuma. Ukiacha Yakubu Suleiman ambaye alikuwa golini, Shomari Kapombe na Mohamed Hussein, Dickson Job na Bakari Mwamnyeto au wamezoeleka kucheza Stars. Alphonse Mabula, huyu kijana kapewa nafasi jana, kiungo mkabaji namba 6 pale. Kasimama pale akizuia Alphonse Mabula. Inawezekana kuna mtu kamuona jana kwa mara ya kwanza. Akawa anajiuliza maswali mengi. Huyu Mabula ndo nani? Basi kwanza hapaswi kujiuliza maswali mengi kwa sababu ukishaona Mabula jua huyu kwanza ndugu yetu. Sawa. Huyu ndugu yetu kwa sababu ni jina la Kibantu lenye asili nafikiri na mikoa ya magharibi kule kwa maana ya Mwanza na kungineko mpaka Shinyanga hapa na upande wa Tabora. Kukuta mtu familia inaitwa Mabula nani na nani usiweze kushangaa. Kwa hiyo hili la kwanza hapaswi kushangaa, lakini ni mchezaji mzawa wa Tanzania ambao ameibukia kwenye timu za vijana na sasa anacheza nje. Jana alichokifanya ni ku reflect performance na dhana ya kukaa nje kwamba kuna maarifa fulani ya kichezaji yataongezeka kati ya mchezaji wa ndani na mchezaji wa nje. Angalia nafasi, tumemzungumza Muombwa, tumemzungumza Alalakia, rudi nyuma pale kwa Dismas, the way ambavyo wanacheza unaweza kuona utofauti. Kwa mfano, moja ya kitu ambacho kilisababisha matokeo yale ya 4-3 kwa siku ya jana, mwalimu amezungumza, Miguel Gamond amezungumza lack of concentration. Lakini pia hofu ya mchezo, tension ya mchezo ilikuwa kubwa kwa wachezaji, hasa pale magoli yalipoanza kufungwa. Lakini ukirudi kwa wachezaji wachache wa Tanzania ambao walikuwa na confidence mwanzo wa mchezo mpaka mwisho, kwa wale walioanza na kumaliza, utamkuta Alalakia yuko kwenye nafasi hiyo, utamkuta Muombwa yuko kwenye nafasi hiyo, utamkuta mtu kama Dismas yuko kwenye nafasi ya confidence, pamoja na kwamba timu iko nyuma. Kwa nini wanapata confidence? Tunamchukua mtu kama Dismas, anaweza kama mtu wa mfano kabla kumwangalia Alalakia na kumwangalia Muombwa pamoja na Mabula. Mtu kacheza Camp Nou. Yes, kacheza akiwa anacheza timu yake ya Sharif nafikiri. Alipata game ya kucheza pale Camp Nou. Camp Nou uwanja una watu 98,000. Unachukua mashabiki 98,000. Unacheza mechi ya klabu bingwa, wale wanaoshangilia wapo, wanaozomea wapo. Confidence yako wewe ukishacheza pale, ukirudi katika mechi kama hizi, wewe mambo yako ni mazuri. Maana yake unapotaka kuingia uoga, unaikomandi akili yako ikufanyia marejeo, yani elfakri ya wakati nacheza Camp Nou hali ilikuwaje. Ukishatoka kule unaona kumbe hawa naweza kuamudu. Ndio maana unaona sasa exposure inapoingia hapo, uzoefu wa level ya kimataifa umeenda kuwasaidia sana wachezaji wengi wa Tanzania waliocheza katika siku ya jana, akiwemo Mabula. Tumzungumzie mwanao Kelvin John. Yes, naye ni among. Jana ameanza kwa sababu muda mrefu hakuwa kwenye national team. Wachambuzi wengi walikuwa wanatamani wamuone Kelvin John. Tumemwona katika mchezo wa jana. Kwa dakika zile ambazo mwalimu alimwamini. Cha kwanza nilichokiona, alikuwa katika pure striker. Tunavyotumia neno striker au mshambuliaji, maana yake ni mtu anaweza kuleta madhara upande wa pili. Hapa tuna maana kwenye uwanja wa mpira wa miguu, umechukua mpira kwenye eneo gani, akili yako itakutuma ufanye jambo gani. Kelvin jana, kila mpira ambao alikuwa anaupata, kama amegeukia goli lao, kwa maana goli letu sasa, atakuwa analazimisha ageuke nao aende kushambulia. Hapa anakuwa threat, hapa sasa anakuwa striker. Kitu kile nimpongeze, na ndio exposure ambayo tunaisema. Nilimuona kwamba amefanya vizuri kwa asilimia kubwa ya mchezo. Moja ya tatizo ambalo nililiona kwake lilikuwa ni kukidhi deni kwa Tanzania, kutaka kuscore individual ili kupata support ya hata sisi wanahabari. Tumegawanyika kwenye wale wanaoona na umuhimu wa kuitwa timu ya taifa, wapo ambao walikuwa wanaona bado. Umenielewa? Maana yake anataka kuwasuta watu. Kwa hiyo mentality yake ilimtuma mimi nipambane kufunga goli mimi kama mimi. Yes, hii ndio lilomletea changamoto, ikamchelewesha yeye kuingia kwenye score sheet. Lakini kwangu mimi, kwa swali la msingi, alikuwa ana siku gani jana? Nitasema alikuwa na siku nzuri na amecheza vizuri kiujumla. Na nirejea kidogo siku za nyuma, wakati ni Muombwa amekuja kwenye timu ya taifa kwa mara ya pili. Nilisema pale nyuma
walimu kumuita leo, kumwacha, maana yake anakosa confidence ya kuitumikia timu. Umenielewa? Unapomuita mtu mfululizo anapata confidence ya kuiwajibikia timu, anawazoea maradufu wachezaji wenzake, tempa zao, hali mwalimu ukikosea anaweza kusema nini na wewe. Kuna mazingira ambayo lazima uiadapt. Maana yake huyu Muhombwa leo tungekuwa tumepata faida kubwa sana kutoka kwake kama angekuwa anaitwa mfululizo. Kinyume chake, twende tukamwangalia Kevin. Kevin amekuja jana, ameonyesha kitu hapa kati, pia hakuwa ameitwa kwa muda mrefu. Sasa tunashindwa kupata ubora wake kwa sababu pia anaingia national team. Ukitoka ukakosekana miezi 2-6 mwaka, maana unaporudi unakuwa kama form 1, mtu mpya kwenye kuadapt mazingira. Sasa mimi nimeondoka na kauli ya Gamondi ya kwamba tutajaribu pia na wachezaji wengine baada ya mechi ya jana. Sasa kwenye hiyo kauli ya Gamondi kwamba tutajaribu pia na wachezaji wengine, nataka unipe picha ya kitaalamu kwa namna ambavyo umetazama mwanzo wa Gamondi kwako, unausema vipi? Mwanzo mzuri kwa kucheza ugenini, kuscore goli 3, itosha kusema ameanza vizuri. Ukiachia kwamba tulikuja tukaruhusu goli 4, maana yake wapinzani wakatuzidi, lakini timu unaona inacheza. Nilicho note kwake, bado nasisitiza ni mwanzo mzuri. Niliona ameruhusu wachezaji wacheze, wanasema play without a border. Kucheza bila mipaka, wawe huru. Unamuona Alalakia anaweza kuonekana kwenye 18 ya mpinzani, anaweza kuonekana kwenye 18 ya kwetu kwenye kuokoa. Transition in offensive, transition in defensive. Pale mchezaji ukimruhusu kuwa huru, mchezaji yote atakupa kitu kikubwa sana. Jana kama unaangalia labda Alalakia pia anaweza kuonekana katika wingi ya kulia, at the same moment akawa ameshifti kushoto. Unamuona Charles Muhombwa anatoka, unamuona Kelvin anatembea eneo kubwa pale. Yes, ile ni uhuru ambao mwalimu alikuwa amewapa. Kwa hiyo kwa ninachokiona kuna bright future kwa kupitia Miguel Gamondi. Naiona timu itakwenda kuimarika na kuwa nzuri, lakini inahitaji time. Kitu cha kusifia na kupongeza ni squad average. Ina promise kitu. Ukichukua wachezaji waliohusika na mchezo jana au walioitwa kwenye hii timu ya taifa, ukapiga mahesabu, standardize mathematically, utapata squad average ambayo labda iko kwenye 23-24. Maana yake ukishaona timu una squad yenye umri wa miaka 24 na 23, maana yake hizo almost ni timu ya future. Maana yake ni nini? Tunaandaa michuano ya AFCON kwa mwaka 2027 hapa Tanzania. Tunaanza kupata timu ya wakati ujao kwa kupitia selection hizi na timu kucheza kama vile. Kwa sababu mtu kama Kevin John miaka 22, baada ya miaka 2 baadaye miaka 24, ambao kibiolojia ndio anakuanza kuwa kwenye climax yake ya kiuchezaji. Kwa hiyo naona ana mwanzo mzuri, na kama atakwenda kuunganisha mpaka hiyo michuano ijayo kwa maana AFCON hapa nchini. Tiga, na leo ni Novemba 16. Naam. Disemba 21. Naam. AFCON inaanza. Ambayo itakwenda mpaka Januari 18. Ndio itakuwa mwisho wa mashindano ya AFCON ambayo itafanyika Morocco. Na haya ndo maandalizi yake, kwa sababu Gamondi amepewa timu kwa ajili ya AFCON. Upo sahihi kabisa. Na ndo ameanza maandalizi kwa mwezi huu mmoja na takriban kama siku 10 ambazo tumebaki nazo, mwezi mmoja na siku 10. Kwa picha kwa timu ambayo umeiona jana, najua kama kauli ya Gamondi alivyosema pale kwamba atawapa nafasi pia na wachezaji wengine kuendelea kuwaona, bado tuna muda wa kutosha. Yes, time at least kwa national team kupata time ya mwezi mmoja na siku kadhaa, ambayo lakini ni watu wanarudi kwenye vilabu vyao. Kuna ligi inaendelea. Baadaye wataitana, lakini yani niseme kwa sababu katika maisha ya kocha, wewe ni kocha mpya tunakukaribisha kwenye industry. Hakuna muda ambao unaweza kumtosha kocha, lakini ule uliopo unatakiwa kufanyia kazi. Sasa bahati nzuri nilitumia neno expose makosa ambayo yametokea katika mchezo wa jana kama dira ya mwalimu. Timu yake mbele iko strong kwa maana kuweza kuscore goli 3, timu imeruhusu goli 4. Maana yake offensive wako vizuri, defensively hawapo vizuri. Ndio areas za kwenda kuanzia. Sasa kwa kuwa una kitambo cha takriban mwezi mmoja na siku kadhaa, unaweza angalau sasa ukaweza kurekebisha ile makosa. Hofu yangu hapo limetumika neno maybe inaweza ikawa ni lilizungumzwa kwa ghadhabu, kwa kisasi, kwa kisirani, kwamba wachezaji wameniangusha, nitaleta wengine. Timu ya taifa sio ya kwenda kujifunzia pale mpira, ni ya kwenda kuleta kile ulichonacho, si ndivyo?
Sasa isije ikaenda kwenye evaluation kwamba fulani na fulani hawajacheza vizuri mechini wa drop, nilete mtu mpya kabisa ili nisafiri naye AFCON. Hapana my friends, inaweza kuja kuwa na gharama kubwa kuliko yule ambaye ameingia kwenye kosi, amepata exposure, ametoka. Kwa sababu uteuzi wote wa national team kikawaida huwa unakuwa na database, chaguo la kwanza, la mwalimu, la pili, la tatu. Yani hapa nyuma nimemsikia kaka yetu Julio anasema kwamba uteuzi huu aliofanya Morocco wa timu hii ya taifa. Lakini maana yake kama utamchukua mtu ambaye yuko kwenye database, kama walikuwa 60, michuano inataka 23, umewatumia hao 23, umeona kuna upungufu, na drop moja unamuongeza moja kutoka kwenye ile pool, utakuwa hujafanya kosa. Lakini kama sasa utamuona kuna mtu kaachieve, kaonesha mechi 2 3 kacheza kwa ufasaha, ukasema umlete, atakuwa anaenda kujifunza pale, inaweza ikawa ngumu zaidi. Sasa msikilizaji, unasikiliza game plan ya EFM na teacher Tiga na Lukinjo, unamsikia hapo Mpwa mtaalam akitoa mambo ya kitaalam juu ya timu yetu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Mimi naitwa Abdulrazak Majid. Shukrani sana mwana michezo. Yeye anaona wenzake mbele, wenzake 21. Ndio. Game inachezwa na watu 11 upande mmoja, 11 maka 22. Kwa position ya goalkeeping inakufanya wewe kuona wenzako mbele 21 akiwemo goalkeeper wa upinzani. Maana yake sasa zile basic movement, kama unataka kupita kushoto, wewe unaweza kuanza kuona ile movement inavyokuja. Ndio maana sometimes unakuta goalkeeper anafanya stepping, miguu hii anapiga, anahesabu hatua kadhaa kuelekea upande wa kulia mwa goli lake au upande wa kushoto, akiwa anategemea nini kitakuja. Sasa basi, nilizungumza awali kuhusiana na nafasi ya goalkeeper ni kurekebisha makosa ya wenzie. Yeye anatakiwa kufanya juhudi ili hali itakapokuwa imeshindikana juhudi zake ndio zizae goli ambalo tumesema yeye nyavu ndo zinamrekebishia makosa yake. Wakati nyavu zinamrekebishia makosa yake, mshambuliaji aliyefanya lile tukio la mwisho, tunasema end product, yeye ameshakimbia kwenye kibendera kufanya sherehe kwenye kibendera. Kwa hiyo ukija kwenye hoja yake ya Mohamed Hussein na Bakari Baka kusafiri na timu, lakini mara nyingine walimu wanamwamini Bakari Nondo Mwamnyeto. Naam. Watu wengi wanasema Bakari bwana, masikitiko ni makubwa sana wakimuona pale nyuma. Naam. Uwezo wa Bakari, makocha wanampendea nini? Ni urefu ama na kitu gani cha kusema wachezaji wengine hawana kwenye ligi ya Tanzania? Yaani ukimwacha Baka basi atakuja Bakari. Kama
hapana, ila ukimpa mpira yeye anaweza kuanzisha ile tunasema build up from the back, akatoka kwenye tabia za midfield, kwa sababu kwenye eneo la uwanja analocheza manake ni center back. Tunajua center back anacheza kwenye kipisi cha mita 35 ya kwanza kutoka golini kwake. Unapoanza kukiapproach kipisi cha pili cha mita 35 ya pili, unakuwa kwenye mbinu za midfielder. Unapokwenda kile cha tatu unakuwa kwenye mbinu ya ushambuliaji. Sasa ubora unaokuja ni composure ambayo iko kwa nani? Kwa Bakari Nondo Mwamnyeto anavotoka na timu kule chini. Anaanza pass, yani ni good passer tofauti na hawa. Jana anawapa ushindi wale wenye dhana kwamba yeye peke yake hawezi kupeleka Simba pahala, anapaswa kupata mtu mwingine. Kwa makosa kama yale ya jana yanawapa ushindi wale wenye dhana hiyo akilini kwamba huyu hawezi. Lakini kama unacheza national team kwa ufasaha mkubwa alafu klabu unapitia changamoto, maana yake watu wanasema sasa hapa hata Kamara akiwa anakosekana Yakubu anaweza kulinda goli na Simba ikawa mikono salama. Kwa hiyo it's upon player mwenyewe kupandisha standard yake, ikiwemo makocha timu kupoteza alafu wewe unaguswa sana na aina ya magoli uliofungwa. Unajua timu as a team tunazungumza tu 11 ndani ya pitch. Likifungwa goli ukaona wewe unatajwa sana, my friend, hebu lifanyie kazi. Mtafute tu hata rafiki yako wa karibu, muombe evaluation kabla ya walimu. Walimu tuna kitu tunaita postmortem. Yes, ambapo mchezaji anatakiwa kufunguka. Mchezaji yote lazima aongee kwenye postmortem. Tunahimiza kwamba tuzungumze, tujenge timu yetu. Kwa mfano mimi naweza kukuchana bwana Majid jana umezingua kwenye image. Lakini baada ya pale, nani ni rafiki yako ndani ya timu ambao anaweza kueleza ukweli kwamba bwana hivi na hivi mpambana kwenda huko. Kwa hiyo kuruhusu gap la Simba kutaka kipa mwingine kwa kile kilichoonekana jana, na kama ataenda na mwenendo huu it's obvious mahitaji yataonekana ni wazi, wanahitaji golikipa mwingine, lakini yeye anatakiwa kuwasuta. Kama una kumbukumbu nzuri nilizungumza awali kwamba magolikipa kwa nature ya goalkeeping
siku hiyo hiyo anaweza akawa shujaa wa game, na siku hiyo hiyo akawa hasimu wa game, kwamba amekwenda kinyume na mahitaji ya mchezo. Kwa hiyo ana nafasi ya kugeuka yeye kama kinyonga na akaimbwa tena na kutajwa kama shujaa wa Simba. Sasa msikilizaji, unaweza kuchangia pia kwenye haya ambayo unasikiliza, na tumeanza na timu yetu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, baada ya kupoteza mchezo wa jana kwa goli 4-3 wakicheza na Kuwait. Na kumbuka kwamba mechi iliyopita walicheza na Iran, ambao katika rank za FIFA Iran wako mbele zaidi ya Kuwait, lakini ni michezo, tunawapongeza TFF kwa kuweza kuona pia katika upande huo, kuweza kuipatia timu ya taifa mechi za kirafiki ambazo zinampa mwalimu sasa hivi, kwa mfano Gamondi Master, kuweza kutazama kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa. Endelea kutazama, tuko live.